Leo ni siku ya neema, kibali, utukufu wa Mungu. Leo ni siku ya baraka, siku ya Jumapili. Leo tunajikumbusha katika kitabu cha Wakorinto 5, Korinto wa pili na ule mstari wa 17. Biblia inasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Haya, Mungu anasema kwamba siku zote mtu yote akishamkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi, tayari anafanyika kuwa kiumbe kipya, kwa maana ndani yake anauisha uungu ule aliopoteza Adamu Edeni. Kwa hiyo wana wa Mungu, siku zote tukirudi kwa Kristo, tukakaa ndani ya Kristo, hakika neema ya Mungu itaumbika ndani yetu. Tutamwona Mungu atatenda mapenzi yake katika maisha yetu, kwa maana aliye upande wetu ni shujaa mwenye kutisha, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni mwombezi wetu. Kwa maana haya tunayasema kwa sababu ndani yetu kuna Mungu aliye hai. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunavyosema haya kwa maana ndani yetu kuna Mungu aliye hai, kwa maana yeye Yesu amesema yeye ndiye njia na kweli na uzima. Kwa hiyo ukimwendea yeye aliye kweli na njia na uzima, kwa maana bila yeye hatuwezi kumwona Mungu. Lazima tukae katika mapenzi yake, tukae katika njia yake, ili yeye katika maisha yetu ajifunue, ajithibitishe, ajidhihirishe, kwa maana yeye ni katika vyote. Kwa maana pasipo yeye hakuna kitu chochote kilichofanyika. Vyote vimefanyika kwa utashi wake na kwa mapenzi yake. Kwa hiyo wana wa Mungu, tunavyosema haya maneno ni kwamba ndani yetu kuna Kristo, ndani yetu kuna uungu, ndani yetu kuna ushindi, kwa maana tunashinda zaidi ya kushinda, kwa maana ndani yetu kuna Mungu aliye hai. Kwa hiyo wana wa Mungu, tukae katika mapenzi ya Mungu, naye Mungu atajifunua katika maisha yetu, kwa maana tutashinda adui ajapoinuka, lakini tutashinda, kwa maana aliye ndani yetu ni mkuu sana. Uwezo wa Mungu umejifunua katika maisha yetu, tunamwona Mungu akitupigania, kwa maana yeye ni shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe kukaa katika mapenzi ya Mungu, kwa maana yeye ni mwaminifu, kwa maana uaminifu wake, tukikaa katika uaminifu wa Mungu, hata Mungu yeye atasimama na maisha yetu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe hayo, kuyafanya mapenzi ya Mungu, naye Mungu kwa wakati wake atafanya yaliyo ya kwetu, kwa maana yeye ni Mungu wa ahadi. Kama zile ahadi ametoa kwamba yeye ahadi zile yeye ni mwaminifu, basi tukae katika uaminifu wa Mungu, naye Mungu atajithibitisha katika maisha yetu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe ushirika wa kumpenda Mungu, naye Mungu atajifunua. Amen.